Kwa majina naitwa Mwalimu Benedict Alberto Mbilinyi wa shule ya msingi Idunda. Nimejiunga na chuo cha Mwalimu Franzi Agafilo mwaka 2024 mwezi wa 7. Ndio tulianza mafunzo baada ya mkurugenzi wa chuo Mzee Mwalongo mwenyewe kuja kutuona shuleni kwetu na kutuomba tuweze kujiunga na chuo chake. Kwa hiyo baada ya kuja kutupa taarifa kwamba kuna fursa ya kusoma kwa sisi watumishi makazini, tutakuwa tunasoma huku tupo makazini, basi tukaona hii ni fursa pekee tuweze kuitumia. Kwa hiyo kuanzia mwezi wa 7 huo tulikuja tukajiunga hapa kwa kuchukua fomu, tukajaza, tukaanza masomo Jumamosi na Jumapili. Lakini wakati wa likizo tunaanza kusoma Jumatatu mpaka Ijumaa, tunapumzika Jumamosi na Jumapili. Kifupi, walimu wanajituma kabisa katika kutufundisha, wanatoa maadili mazuri, wanatoa hamasa ya kusoma. Hivyo basi na waasa wengine ambao walikuwa hawana diploma kama hii au hawajafika kujiunga na chuo hiki waweze kufika kwa ajili ya kupata malezi na ujuzi upya hapa chuo cha Mwalimu Franzi Agafilo. Kiuhakika watapata mafunzo yaliyo bora, mafunzo ambayo kwa namna moja au nyingine yanakwenda kuwasaidia hata namna ya kubadilika ufundishaji wanapokuwa makazini kwao. Asante sana. Kuna tofauti unaiona ulipokuwa? Yes, tofauti ipo kadiri nilivyokuwa kabla sijaja kujiunga hapa na namna ambavyo nimepata ujuzi hapa, tofauti ipo. Hata namna ufundishaji wangu kwa sasa umebadilika. Ninatumia njia shirikishi zaidi kuliko kumfanya mwanafunzi kama tablalasa hana kitu. Kwa hiyo mwanafunzi na yeye inatakiwa tuamini kwamba mwanafunzi ana kitu ndani yake. Hivyo waje kujifunza hapa waweze kuongezea ujuzi. Inaweza kuwa ni Gharama ni ya kawaida na tunalipa kwa awamu, kwa sababu kwa mwaka tunalipa milioni 1, lakini milioni 1 hiyo unalipa kwa awamu 4. Na hata kama unakuwa kwa namna moja au nyingine kuna changamoto, basi ni swala la kuwasiliana tu kwa karibu na mkuu wa chuo, mambo yanakuwa. Utaratibu ni kwamba ni lazima uandike barua kwa mkuu wako ili upate kibali kutoka kwa mwajiri. Utakapoandika barua kule kunakuwa na kama mafiga matatu hivi, mkuu wako wa kazini, kunakuwa na afisa elimu kata pamoja na afisa elimu, ili uweze kuwa kwenye mpango wa kwenda kusoma. Kuna maelekezo yote ambayo mwajiri ametoa kuhusu watumishi, kuhusu walimu? Asilimia kubwa mwajiri anasisitiza watu wajiendeleze. Hakuna mwajiri ambaye anazuia mtu kujiendeleza, hayupo. Kwa waajiri wetu wanatusisitiza kuongeza elimu, kwa sababu unapoongeza elimu unaongeza ujuzi, unanoa kichwa kinakuwa kijalala. Mimi nafikiri na shauri walimu ambao bado hawajajiunga na hii diploma wafanye hima waweze kujiunga. Na unasema nini kwa vijana ambao? Nafikiri wasikate tamaa, wajaribu kuulizia nini cha kufanya, kwa sababu kukaa tu nyumbani haitakusaidia kitu chochote. Wakaribie Agafilo College waweze kujifunza ujuzi wowote kulingana na ufaulu wa kwake alionao. Wao watasoma kwa miaka mingi zaidi. Sisi tumesoma kwa miaka 2 hii, lakini wao watakwenda miaka 3. Asante, naitwa Catherine Mtambo, natokea halmashauri ya mji Njombe, kata ya Ramadhani, shule ya msingi Mgodechi. Ni mhitimu wa mahafali ya 15 diploma ya ualimu shule ya msingi. Safari hii kwa kweli ilikuwa ni safari ambayo tunaweza kusema ni nyepesi, lakini pia ni ngumu, kwa sababu ni safari ambayo tumeifanya tukiwa kazini. Kwa hiyo tulikuwa tunasoma wakati wa Jumamosi na Jumapili na kipindi cha likizo. Kwa hiyo kwa kifupi tulikuwa hatuna weekend wala tulikuwa hatuna likizo. Lakini pia ugumu wake ni kwamba ni watu ambao tulikuwa tunasoma, asilimia kubwa ni watu ambao tuna familia, tuna waume zetu, tuna watoto, tuna majukumu. Lakini yote kwa yote tunamshukuru Mungu kwa sapoti ambayo tumeipata kutoka kwa wenza wetu, familia, ndugu, lakini pia wakufunzi wametutia sana moyo. Na kuna wakati tulikuwa tunatamani kukata tamaa, unakuta unahitajika huku, mkurugenzi anakuhitaji, lakini bado yote kwa yote mambo yalienda vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, lakini pia nataka niwatie moyo walimu wengine ambao bado hawajapata diploma hii waweze kujiunga na chuo hiki ili waweze kupata hii diploma, kwa sababu kwa kweli ni jambo ambalo sisi wenyewe hatukutegemea, lakini tunamshukuru Mungu imefika na imekuwa rahisi. Karibuni sana Agafilo.
Hapana, sio shinikizo la mwajiri, ni mimi mwenyewe nilitaka kuongeza uelewa zaidi. Ndio. Kwa kweli kazini watarajie makubwa, kwa sababu tumefundishwa mbinu mbalimbali, na saizi kama mnavyojua mambo ya sayansi na teknolojia, namna ya kusaidia watu wenye ulemavu, mahitaji maalum, yani mambo mengi ambayo chuo cha kwanza certificate hatakuwa tumeyasoma, lakini saizi tumeyapata. Kwa hiyo tunatarajia tutaenda kuwa tunafanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu sana, kwa sababu tumeongeza uelewa kwa kiwango kikubwa sana. Safari inaendelea, UDOM iko pale, kwa Mungu akijalia inshallah tutaendelea. Asante.